Mtazamaji, tangu jana nilikuahidi kwamba nitakuletea ripoti za moja kwa moja kutokea Islamabad nchini Pakistan, ambapo baada tu ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwamba siku ya Jumanne kutakuwa kuna mazungumzo ya duru ya pili kati ya Iran pamoja na Marekani, yakiratibiwa na Pakistan chini ya waziri mkuu wa Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif. Sasa ripoti baadaye zikaja zikaeleza kwamba Irani haina mpango wa kushiriki katika mazungumzo hayo, lakini vile vile kauli ambayo imerudiwa tena leo hii siku ya Jumatatu na Irani kupitia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran amesema kwamba kwa sasa hawana mpango wa duru inayofuata ya mazungumzo na hakuna uamuzi uliokwisha kufanywa kuhusu swala hilo. Sasa licha ya kauli za upande wa pili kwa Irani kwamba hawatoshiriki katika mazungumzo ya duru ya pili kati ya Marekani pamoja na Irani Islamabad nchini Pakistan imeanza maandalizi kuelekea katika mazungumzo hayo siku ya hapo kesho Jumanne, licha ya kuwa kuna sintofahamu ambayo inatokea kwa hivi sasa. Baadhi ya picha mbalimbali ambazo zimeweza kurushwa kupitia mashirika mbalimbali ya habari duniani zinaonyesha maandalizi huko Islamabad nchini Pakistan kama ambavyo waliandaa katika duru ya kwanza. Baadhi ya barabara katikati mwa Islamabad zimefungwa kabisa na hakuna magari ambayo yanapita au chombo chochote cha usafiri ambacho kinaruhusiwa kupita katika barabara hizo, huku vikosi vya ulinzi na usalama vikiimarisha ulinzi katika maeneo mbalimbali ya Islamabad. Wanaonekana polisi wa Pakistan wakiimarisha ulinzi katika maeneo hayo, lakini katika baadhi ya maeneo mengine pia vikosi vya usalama vinaonekana vikiwa vimeweka beria ili kuweka mji katika usalama wa hali ya juu kwa ajili ya mazungumzo ambayo yanatarajiwa kufanyika siku ya Jumanne, licha ya kwamba Irani imesema kwamba haina mpango wa kushiriki mazungumzo hayo. Rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba yeye atatuma ujumbe maalum kwenda Pakistan ukiongozwa na makamu wa rais JD Vance kwa mazungumzo ambayo yamepangwa kuanza Jumatatu jioni hadi Jumanne. Sasa bado kuna sintofahamu kubwa sana kwa hivi sasa kwamba mazungumzo haya yatafanikiwa au hayatofanikiwa kutokana na mustakabali ambao bado haujaeleweka hadi kufikia hivi sasa. Na wageni waliokuwa katika hoteli ya Serena mjini humo wameambiwa kuondoka ili kuandaa mkutano wa leo. Tayari wageni ambao walikuwa katika hoteli ya Serena ambao walikuwa wamebuku vyumba na kukaa hapo kwa sababu mazungumzo hayo yanafanyika katika hoteli. Hivyo wageni ambao walikuwa katika hoteli hiyo ya Serena pale Islamabad wameambiwa kuondoka kwa sababu hoteli hiyo mara moja inatakiwa kuweza kuandaliwa kwa ajili ya mazungumzo ambayo yanatarajiwa kuanza leo hii Jumatatu jioni hadi hapo kesho Jumanne. Lakini taarifa kutoka nchini Marekani zinaeleza kwamba ujumbe wa Marekani wenyewe utawasili siku ya Jumatatu jioni, huku bado katika upande wa pili wa Iran kukiwa hakueleweki hadi kufikia hivi sasa kwamba watashiriki mazungumzo haya moja kwa moja au watasusia, kwa jinsi ambavyo wameeleza kwamba hawatoshiriki kutokana na mzingiro wa kijeshi ambao Marekani unaufanya katika eneo zima la Guba, huku kukiwa kuna ripoti kwamba meli ile ambayo imekamatwa na wanajeshi wa Marekani bado inashikiliwa na wanajeshi wa Marekani, hivyo kuibua mvutano mkubwa sana kati ya pande hizi mbili hadi hivi sasa. Kwa hivyo tunasubiri uthibitisho rasmi kutoka kwa Iran kwamba itashiriki mazungumzo hayo au la, lakini vyombo vya serikali vya Iran vimeripoti kwamba maafisa wake hawatashiriki wakati Marekani ikiendelea na mzingiro wa bandari za Iran katika eneo lote la Guba ya Oman. Mtazamaji wetu, niko hapa kukupa kile ambacho unastahili kupata kuhusiana na mazungumzo ambayo yanashika tension kubwa karibu kote ulimwenguni, na tutakuwepo hapa mtazamaji wetu kuweza kukupa kile ambacho unastahili kukipata wakati wote. Kwa taarifa zaidi basi ni kuombe usiache kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.